Jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limetangaza hii leo Jumapili Mei 24 mwaka 2026 kuwa jumla ya meli 33 zimevuka mlango wa bahari wa Hormuz ndani ya saa 24 zilizopita baada ya kupata vibali rasmi vya kupita, huku vikosi vya Iran vikisema safari hizo zilifanyika chini ya uratibu wa moja kwa moja na ulinzi wa usalama kutoka kwa wanamaji wake. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli zilizopita zilijumuisha meli kubwa za kubeba mafuta ghafi, meli za makontena pamoja na meli nyingine za biashara, hatua ambayo Teherani inaitaja kama ishara kwamba shughuli za usafirishaji katika eneo hilo zinaanza kurejea taratibu baada ya kipindi cha taharuki kubwa ya kiusalama. Taarifa hiyo imekuja wakati mlango wa Hormuz ukiendelea kubaki katika uangalizi mkubwa wa kimataifa kutokana na nafasi yake ya kipekee katika uchumi wa dunia. Hormuz ni njia nyembamba ya baharini inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman na ni lango kuu la usafirishaji wa mafuta kutoka mataifa makubwa yanayozalisha nishati kama Iran, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na Falme za Kiarabu. Kwa wastani, sehemu kubwa ya mafuta yanasafirishwa kwa njia ya bahari duniani hupitia katika eneo hilo kila siku, jambo linalofanya kwa moja njia muhimu zaidi za biashara duniani. Katika maelezo yake, Iran imesema meli hizo hazikuruhusiwa tu kupita kiolela, bali zilipokea vibali rasmi na kuelekezwa kwa kufuata taratibu maalum zilizowekwa na mamlaka za kijeshi za Iran. Mfumo huo wa vibali umeimarishwa zaidi katika miezi ya hivi karibuni kufuatia mzozo mkubwa uliotokea katika ukanda huu, ambapo kulikuwa na hofu ya mashambulizi dhidi ya meli za biashara pamoja na uwezekano wa kufungwa zaidi kwa mlango Hormuz kwa muda. Tehran imekuwa ikisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kuzuia machafuko na kuhakikisha biashara ya kimataifa haiathiriki vibaya. Kuongezeka kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango wa Hormuz kunachukuliwa na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama kama dalili ya kuanza kurejea kwa imani kutoka kwa kampuni za usafirishaji wa mataifa yanayotegemea njia hiyo kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa. Katika wiki zilizopita, idadi ya meli zilizokuwa zikivuka eneo hilo ilishuka kwa kiasi kikubwa baada ya mvutano wa kijeshi kuongezeka kati ya Iran, Marekani na Israel, hali iliyosababisha baadhi ya kampuni za meli kusitisha safari au kutumia njia mbadala kutokana na hofu ya kushambuliwa. Katika kipindi hicho cha taharuki, gharama za bima kwa meli zilizokuwa zikipita Hormuz ziliongezeka kwa kasi, huku baadhi ya kampuni za kimataifa zikidai ada kubwa zaidi kutokana na hatari za kiusalama. Bei za mafuta duniani pia zilionyesha kuyumba mara kadhaa kutokana na hofu kwamba njia hiyo ingeweza kufungwa au kushambuliwa, jambo ambalo lingeathiri moja kwa moja upatikanaji wa mafuta katika masoko ya kimataifa. Wachambuzi wa uchumi wanaonya kuwa usumbufu wote katika mlango Hormuz unaweza kusababisha kupanda kwa bei za mafuta duniani ndani ya muda mfupi. Iran kwa muda mrefu imekuwa ikitumia mlango wa Hormuz kama moja ya karata zake muhimu za kimkakati katika siasa za kimataifa. Mara kadhaa viongozi wa Iran wameonya kuwa iwapo taifa hilo litakabiliwa na mashinikizo makubwa ya kijeshi au vikwazo vinavyotishia uchumi wake, ina uwezo wa kuzuia au kudhibiti kwa kiwango kikubwa usafirishaji wa meli katika eneo hilo. Kauli kama hizo zimekuwa zikizua wasiwasi mkubwa katika mataifa ya Maghreb, hasa Marekani ambayo kwa miaka mingi imekuwa na uwepo mkubwa wa kijeshi katika eneo la Ghuba kwa lengo la kuhakikisha uhuru wa usafiri wa baharini. Katika miezi ya hivi karibuni, vikosi vya Iran vimeongeza uwepo wao katika Hormuz kwa kutumia boti za kasi, drones za kijeshi, mifumo ya rada pamoja na makombora ya pwani hadi baharini kwa kile kinachoelezwa kuwa ni kuimarisha usalama wa eneo hilo. Wakati huo, Marekani pia na washirika wake wameendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa shughuli za Irani, wakisisitiza kuwa njia hiyo ya kimataifa lazima ibaki wazi kwa usafirishaji wa kimataifa bila vizuizi vya kisiasa au kijeshi. Tangazo la IRGC kuhusu kuvuka kwa meli 33 pia limekuja wakati kipindi ambacho kuna juhudi kubwa za kidiplomasia kati ya Marekani na Irani zinazolenga kupunguza mvutano wa kikanda na kujadili mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Teherani.
Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa mazungumzo hayo yanahusisha pia usalama baharini katika Ghuba ya Uajemi, ikiwemo uwezekano wa kuweka mfumo wa uhakika zaidi wa kupitisha meli katika Hormuz bila changamoto za kijeshi. Kwa sasa, ingawa meli zimeendelea kupita katika mlango wa Hormuz chini ya utaratibu wa Iran, hali bado inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa. Mataifa mengi pamoja na masoko ya nishati duniani yanaendelea kuangalia ikiwa hatua hizi ni mwanzo wa kurejea kwa utulivu wa kudumu au ni sehemu ya mpango wa muda mfupi unaotegemea mafanikio ya mazungumzo ya kisiasa yanayoendelea kati ya Tehran na Washington. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.